George Magunga hapo kwa Kagoma. Yeah. Sikuwa nimeona mimi pasi za kwenda mbele za Simba kutoka kwenye eneo la kiungo. Yeah. Ambako alikuwepo yeye pamoja na Fabrice. Yeah. Kwa nini? Nafikiri ni setup nzuri ya Young Africans bila mpira. Na ukiongelea issue ya mabadiliko ambayo yalifanyika, kwangu mimi ilikuwa sahihi Kagoma kufanyia mabadiliko. Lakini nafikiri mchezaji ambaye alikuja kuingia kwangu mimi ndo hakuwa sahihi. Kagoma mabadiliko yalikuwa sahihi, lakini aliyeingia ndo hakuwa sahihi. Hakuwa sahihi. Unajua moja kati ya kitu ambacho nimekishuhudia jana, nimekuwa nimekishuhudia chini ya Milaud, ni kwamba kila kitu tunakifanya uwanjani kwa mlengo maalum. Yes, tunazuia, lakini tunapaswa kuzuia kutokana na aina ya wachezaji ambao tuko nao. Kitu gani ambacho anaweza katuofa kutokana na haiba pamoja na sifa zao. Na kitu ambacho nimekipenda jana ni walikuwa wanajua kabisa hakuna haja ya kuwa press Simba kuanzia kwenye eneo lao, kwa maana kwenye box lao. Acha wenyewe waanze kucheza akiwa pale. Tulikuwa tunamuona Pimpin Kamara na center back wawili wanatawanyika, wanasogea pembezoni zaidi. And then Hansa amezungumzia mstari wa pili ambao ulikuwa na watu watatu. Kwa kitu ambacho wakana kifanya Young Africans ni kukaa kwenye low block, lakini kwa opt kufanya pressing za aina tatu. Pressing ya kwanza ilikuwa ni man to man marking kwenye eneo la midfield, na ndio maana ulikuwa uone kama viungo washambuliaji wa Simba wanapata uhuru wa kupokea mpira wakiwa kwenye maeneo ambayo yani wakiwa kwenye maeneo huru zaidi. Na walikuwa wapewi huo muda kabisa. Lakini pressing ya pili ilikuwa ni space oriented press, kwamba kuanzia mstari wa juu sisi tutakaba zaidi nafasi. Na kuna muda ulikuwa unamuona Milaud anaonyesha alama ya X kwa kutumia mikono yake kwa wachezaji. Lengo lilikuwa ni kwamba hakikisha tunafunga njia zote za pasi. Acha ma center back wawe na mpira, and then wakiwa na mpira wakikosa nafasi ya kupasia itawafanya viungo wa Simba kuwa mbele ya washambuliaji wetu. Na ndio maana kuna muda Kagoma na Ngoma walikuwa mbele ya Prince Dube pamoja na Mudathiri. Haya basi, ukishakuwa mbele ya viungo hawa washambuliaji wawili wa Young Africans, nini kinatokea? Ni kwamba unawapa nafasi sasa ya kujua kwamba hatuna watu nyuma yetu. Kwa hiyo we are free kwa press hao ambao wako mbele yetu. Na moja kati ya kitu ambacho unaweza kufanikisha kufanya build up ni kuhakikisha unatafuta space ama maeneo ya wazi nyuma ya washambuliaji wa timu pinzani ama viungo wakabaji wa timu pinzani. Na kitu kingine ambacho nilikiona, yes, Ngoma ni mpiga pasi mzuri sana. Lakini huwezi kupiga pasi kama hauna machaguo ya kupiga hizo pasi. Unanielewa? Na ndio maana kuna muda Ngoma alikuwa na hold, anakaa sana na mpira. Watu wanakuja wanampress, wanalazimisha anafanya makosa ama wanampora mpira, wanaanza kufanya safari. Muangalie Kagoma. Unajua Yusuf Kagoma ni aina ya kiungo ambaye atakupa ulinzi kisawa sawa. Lakini tukiwa na mpira, nafikiri changamoto nimeiona hata kwenye mechi za kimataifa. Naona square ni nyingi sana. Yes. Na ulikuwa unahitaji kiungo ambaye ana ujasiri kuprogress mpira kupita katikati. Sio kwamba Yanga walikuwa ni compacted, walishikamana kweli kiasi kwamba kulikuwa kuna space. Ni kwamba walikuwa wamekaa kwenye maeneo ambayo kama unakosa kiungo ambaye ana ujasiri wa kupitisha mpira, hawezi kupitisha mpira kwenye yale maeneo. Na wao nakwambia ile ilikuwa sababu sahihi, lakini aliyeingia alikuwa sahihi. Ni kwa sababu mwalimu alihitaji mchezaji mwenye profile tofauti kabisa. Unajua wakati mwingine kwenye ujenzi wa mashambulizi, hata kwa center back uhitaji watu wenye uwezo mzuri tu wa kupiga pasi. Unanielewa? Kwa sababu kama una watu wazuri wenye kupiga pasi, wana options za kupasia? Kama hawana, unahitaji watu wenye uwezo wa kusafiri na mpira kuanzia eneo la chini. Na hapo ndipo ambapo mimi nilimfikiria Fernandez. Why? Ni kwa sababu ana uwezo wa kuharibu pressing za wapinzani kwa kusafiri na mpira. Lakini ukiwa unaongeza mpiga pasi mwingine and then hakuna option, hiyo ni mistake. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nilikiona, kuna baadhi ya makosa Simba alikuwa anafanya kwa sababu ya mpango wa Young Africans, kwamba Simba akipiga back pass kurudi nyuma, tuna trigger press. Maana yake ni kwamba tutawa press kwa haraka zaidi, kulazimisha pasi ziende kwa fullback. Na ndio maana kama uliangalia ule mchezo Juma, mara nyingi Simba alikuwa anapitisha mpira upande wa Zimbwe. Na ule mpira ulikuwa ukienda kwa Zimbwe anakosa option, anajikuta anapiga mipira mirefu. Why? Ni kwa sababu ruhusu mpira uende kwa Shabalala, and then mnyime nafasi ya kupiga back pass, mnyime nafasi ya kupiga pasi ndani, mpe nafasi ya kupiga mpira mrefu. Na Yanga walikuwa confident kwa sababu wakiangalia mshambuliaji wa Simba aliyeanza kwenye ule mchezo, kwa maana ya
Dese Mukwala si nzuri sana kuwini mipira ya juu na kuhold kwa subiri wenzie. Na hata kipindi ambacho alikuwa anaiwini mipira ya juu Juma, angalia umbali baina ya Dese pamoja na viungo washambuliaji wa Simba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliwaangusha kwa namna moja ama nyingine. Lakini kitu kingine ambacho nilikiona kimekosekana kwenye football Juma, unahitaji kuna kitu kinaitwa athleticism. Unanielewa? Wachezaji ambao tunasema wanaweza wakakupa nguvu, kasi ndani ya mchezo. Tunapozungumzia kasi inahusisha pia harakati za wachezaji ndani ya kiwanja, kufanya movement. Ukimwangalia achana na Ngoma, ukija kwa Jean Charles Ahoua, ukija kwa Mpanzu, ukija na kwa Budo Mutale. Hawa ni wachezaji ambao asilimia kubwa na sifa zinazofanana. Aina ya wachezaji ni tofauti lakini sifa zinashabiana. Ni aina ya wachezaji ambao wanataka mpira mguuni. Sasa je, utapewaje mpira mguuni na uko under pressure? Angalia Budo mara zote ambazo alikuwa mpewa mpira mguuni, walikuwa wanamwekea pressure, watu wanaondoka na mpira. Lakini kuna wakati ana receive na anageuka. Sasa hapo ndo anapoanza movement yake ya kwanza, ndo unashindwa kumuelewa. Of course sawa, anapata hiyo pressure, lakini mpira anaupokea, na hakuna mpira uwanjani ambao utaupokea watu wasikufuate, wasikukave. Of course, unajua kwa nini alikuwa anajikuta kwenye nyakati kama zile? Ni kwa sababu alikuwa ana haha. Sio, unanielewa? Kwamba ana uwezo wa kufanya half turn, akageuka and then no support. Mbona mechi ya finali Zanzibar Budo alikuwa anapokea, anapita kwenye hayo mazingira ya pressure na tunaona kabisa outcome ya kila anachokifanya. Lakini jana kila nikihesabu mpira wowote anaopokea Budo, akitaka kumove lazima apoteze. Na ndio maana nimekwambia support. Angalia mechi ya finali. Kuna wakati mwingine tunasema shida sio muundo wa timu kiuchezaji. Shida ni utekelezaji wa majukumu kwa mchezaji mmoja mmoja. Angalia Simba kipindi ambacho alikuwa anaanza kutengeneza nafasi ama kuendeleza mashambulizi yao. Budo akiwa na mpira ulikuwa uone hiyo support. Unanielewa? Mpanzu akiwa na mpira atafanya dribbling mpaka anaenda kwenye eneo la kushoot, ama ataturn, ataanza kutafuta mtu kupiga pass nyuma. Ni kwa nini? Kwa sababu Simba hakuwa tayari kufanya movement kiwanjani Juma. Kwa sababu Budo kwenye mechi ya finali alikuwa anapata hizo space, ni kwa sababu angalia wachezaji wa Simba kwenye ule mchezo. Asilimia kubwa wengi walikuwa wanafanya movement. Wengi walikuwa wanawasiliana kiwanjani. Na kuwasiliana sio kwamba mimi nianze kukwambia Juma unapaswa kuwa, no. Tunawasiliana kwa vitendo. Kwamba mimi nikifanya movement kwenda upande wa kushoto, najua mwingine atakuja hapa ndani. Wewe ukija ndani, mwingine atafanya diagonal run kwenda upande wa pembeni. Ni kitu ambacho kilikuwa kinakosekana. Na hata kwenye kipindi cha pili, unanielewa? Kwenye kipindi cha pili nilitarajia labda mpango mkakati wa tofauti kabisa wa Simba, lakini bado usikiona hicho kitu. Kwa sababu Juma, angalia Yanga ambavyo walikuwa wanajenga mashambulizi yao na Simba ni vitu viwili tofauti. Yanga walikuwa na Khalid Aucho, unanielewa? Aucho ni tempo controller, tunasema ni aina ya kiungo ambaye ni kama boss kiwanjani. Yani anaamua kila kinachofanyika upande wa Yanga Africans, kwamba huu ni muda wa kukimbia, tutakimbia. Huu ni muda tunapaswa kupumzika, tutapumzika. Na jana kwenye kipindi nilikwambia Yanga Africans ni timu ambayo inaweza kukufunga katika nyanja tofauti tofauti. Na jana naweza nikakukumbusha goli la kwanza limetoka kwenye mchezo wa wazi. Sio, unanielewa? Kwa sababu pia pressing ya Simba haikuwa sahihi. Simba sikuelewa pressing yao imetarget nini. Wana target mpira, wana target maeneo, ama wanafanya man to man marking. Kwa sababu kuna muda nilikuwa namuona Mukwala na Jean Charles Ahoua ni kama wanapeana maelekezo kipindi ambacho bado hawana mpira. Yani Ahoua akaenda kupress upande mmoja kwa Baka. Kitu kinachotakiwa ni kwamba aturuhusu mpinzani kupita katikati ya kiwanja. Kwa Mukwala ni lazima uende kumpin Khalid Aucho. Kichoko kinatokea ni kwamba Aucho anatafuta space ambayo anakuwa very comfortable. Ana receive mpira, anatoa. Na kwa nini anatoa? Ni kwa sababu alikuwa na options za kupasia. Una Duke Abuya, una Mudathir Yahya basi. Kuna muda Duke atahitaji mpira mguuni, kuna muda atafanya kazi zake za kufanya tu movement. Angalia jana ni mara ngapi Mudathir amekutwa kwenye box la mpinzani. Ni kwa sababu yuko tayari kufanya movement. And then kitu kingine ambacho mwalimu alihitaji, hatutaji kuwa na high rotation. Yani tunahitaji kubadilishana nafasi sana, kwa sababu tunahitaji kutarget baadhi ya maeneo ya pembeni. Kuna muda Yanga wanaanza kutoka upande wa Israel Mwenda, unanielewa? And then mpira pasi ikipigwa kwa Mwenda progress mpira kumtafuta Max, anapiga pasi kwenye eneo la midfield. Kazi ya Aucho ama Duke Abuya anakuwa ni kufanya switching play kwenda kwa Pacome. Why? Ni kwa sababu Kapombe alikuwa sahihi.
tukiwa tunazuia kwenye mstari wa mwisho tunaanza kukaba nafasi kabla ya mtu. Unanielewa? Na ukitaka kujua kaba nafasi ni muhimu kabla ya mtu, angalia goli lilofungwa kwenye goli la pili. Angalia position ya Hamza, angalia na position ya Shabalala. Mzize alikatiza katikati yao wachezaji wawili. Maana yake wale walianza kuopti kumtafuta mtu baada ya nafasi. Unanielewa? Na mtu baada ya nafasi ndo hasara ikawa ni kwamba Chemalon pamoja na Hamza macho yao na akili yao ilikuwa kwa Pacome Zouzoua. Wakasahau ku close down the space kwa maana ya kufunga nafasi. Na mwenye jukumu la kufunga nafasi alikuwa ni Shabalala. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba ni changamoto tu ndani ya mchezo. Na kiukweli mpango wa Young Africans ulifanikiwa. Na kitu ambacho na sikutarajia kukiona mimi binafsi Juma ni ile setup ya midfield ya Simba. Setup ya midfield ya Young Africans. Okay. Watu wengi baada ya kusikia Dube hayuko fit, watu walikuwa wanaopti kwamba mshambuliaji wakati atakuwa ni Mzize, nyuma yake atakuwa ni Kratos Chota Chama. Upande mmoja Max, upande mmoja Pacome. Lakini mwalimu alihitaji kuwa na stability, balance sahihi ndani ya timu. Kwamba nikiwa na Duke, nikiwa na Mudathir, nikiwa na Aucho, hao watamfanya Aucho kushine zaidi. Unanielewa? Wanamrahisishia majukumu. What we need kutoka kwa Aucho, tupe tu urahisi wa kufika kwenye eneo la mpinzani, kwa sababu wewe ni pressing resistance player. Hata kuwekea pressure huwezi kupoteza mpira kirahisi. Na kitu ambacho Aucho alikuwa anawaofa zaidi, kuna muda nilikuwa namuona Aucho anaongea na Baka, anaongea na Dickson Job kwamba huu ni muda wa kustep up. Timu yuko juu, tunapaswa kusogea juu. Nyuma mpo watu wawili, mbele niko mtu mmoja. Na rest defense yangu ikawa watu wawili plus mtu mmoja. Lakini kwenye timu yoyote ile duniani ni muhimu sikia Jurgen Klopp anasema counter pressing ni moyo wa timu. Yani counter pressing ni kipindi tu ambacho timu inapoteza mpira, inatumia muda gani kurejesha umiliki. Nafikiri Yanga walikuwa bora kwenye hilo eneo kuliko Simba. Jessica, tuko pamoja eh? Tuko sawa na tunaendelea kuwa pamoja. Na kabla ya hapo na haya yote ambayo tumeyajadili asubuhi jana, uliuliza wachezaji ambao ni hatari, lakini pia uliuliza kuhusiana na makosa, wachezaji ambao wamekuwa na makosa. Ndio. Moja kati ya watu ambao waliwataja Evans alikuwepo ni Kamara. Alimtaja kwenye list ya watu na akamwambia awe makini, lakini nadhani pengine hakusikia vizuri ushauri wa Evans na alifanya makosa. Hata akisikia anafanya. Alifanya makosa. Makosa ambayo alienda kusababisha mkwaju wa penalty. Kabla ya kufika kwenye mkwaju wa penalty tayari pia huku makosa mengine yamefanyika ambayo bila shaka hawa hapa wameshayazungumza. Nataka pale kwa Kamara, tofauti na kile alichokifanya, alipaswa kufanya nini? Na alifanya makosa pale. Hafanya makosa, ndio maana unaona watu wamefunika pale. Shambani watu wamefunika. Tuta kiazi kipando watu tuondoke. Pacome kapanda kiazi vizuri kabisa. Kwa hiyo ni kosa ambalo mimi naamini alikuwa anahitaji tu ni utulivu wa akili, kwa sababu wakati huo tukio linatokea tayari center back wako pale ndani ya 18. Yani wana uwezo wa kwenda kufika mahali ambako Pacome yupo. Na kitu kingine, mpira uko hewani. Kwa umbali ule Pacome aweze kupiga kichwa akakufunga ni ngumu. Lazima tu angetaka kucontrol mahali ikae chini, afanye maamuzi. Muda huo na beki angefika tu. Na wewe kilikuwa kitu cha kufanya cha msingi ni kubana nia post. Ila amekuwa anafungwa nia post hiyo hiyo. Wasiwasi wangu mwingine ulikuwa hapo. Yani anaweza akawa amekaa nia post na bado akafungwa. Kwa sababu amefungwa magoli yao sio mara moja. Anafungwa nia post. Kwa hiyo jana ni timing mbovu ya Kamara, na amekuwa anafanya hivyo sio mara moja. Na ndio maana jana kwenye watu ulioniuliza nilianza na Kamara kwa sababu najua ni moja. Yes. Mimi naamini yani mpaka hicho ambacho Simba wamekifikia leo kuna sababu kubwa sana na kuna alama nyingi Kamara amewanyima Simba. Sare ya mechi ya Costi ya kwanza ni makosa ya Kamara. Sidhani kama Simba wangekuwa kwenye wakati mgumu kiasi hiki. Ni kwa sababu ya baadhi ya michezo yeye ndo amekuwa na wakosti. Kumbuka kwenye mchezo dhidi ya Young Africans wa goli 1-0. Yani ukijiuliza alikuwa anafuata nini kule ambako anaenda kucheza ule mpira, kulikuwa kuna sababu ya msingi. Issue inakuja ndo tunacheza mpira na hatuzijui sheria za mpira. Ndio hicho ambacho kio kinatokea. Kwa hiyo mimi kwa Kamara sikuwa surprise kwa sababu nilijua kuna mistake tu itatokea. Issue sasa ni itaweza kutumika na kuwa faida kwa upande wa pili. Na jana imetumika, watu wamepasia. Hapo Evans kidogo kwa kuongezea kabla hajaendelea, nitaka kuchangia kidogo kwa Kamara. Binafsi mimi siamini Kamara kama hata anastahili kuwa kipa bora wa msimu.
Ni kwa sababu tu ligi yetu tunaangalia nani mwenye clean sheet nyingi. Ana hizo ndo mnataja. Hizo mnataja. Sio ligi yetu. Yani ndo hivyo utaratibu. Ila itangekuwa ni mimi Hans. Siwezi mpa miguu kipa kwa sababu kuna clean sheet. Kuna watu tawanyima haki. Yani hastahili kuwa kipa bora wa msimu. Mimi nakwambia ukweli. Makosa. Kwa hiyo sasa hivi tuachane na matakwimu haya. Yani mimi binafsi naona Yona Amos wa Pamba anastahili kuwa kipa bora wa msimu kuliko hata tuachane na matakwimu, tuangalie vitu watu wanafanya. Kwa sababu unajua sawa clean sheet inachangia pia na defense bora na muundo wa uzuiaji wa Simba ambao wamekuwa nao. Lakini nenda katazame makosa binafsi ya Kamara back to back. Mimi juzi niliwaambia hapa nikasema wana Simba jiandaeni kwa sababu anytime sekunde yoyote Kamara anaweza kakaanga chipsi. Goli alilofungwa, amini makosa aliyofanya jana, kwanza alisita kutoka langoni. Katika sheria au miko ya kipa tunasema usitoke langoni kama hauna uhakika wa kufikia mpira. The pass was brilliant ambayo ilitoka kwa riski, yani lakini kuna kuriski kumfanya mfungaji apate shida kidogo ya kutorelax ya kufunga. Utariski kwa sababu wewe ni sweeper keeper. Ila tunakwambia usiriski kama hauna uhakika wa kufikia mpira ukiwa wa kwanza. Pasi imetoka kwa Boka, ni high pass. Pacome alichokifanya ni kuugusa mpira. Alitarajia contact. Yule kaja mzima akiwa ameshasita kutoka and then akatoka baadaye akaja kumvaa mazima mpira haupo. Tayari ni penalty. Okay, nilitaka nimalize na Evansi. Jana asubuhi nilikuwa nasema hapa na Kamanda akawa anani challenge anakataa. Nikamwambia mechi ya Simba na Kagera walikuwa wanawakimbiza wale walinzi wa Simba kwenye hiyo mipira mirefu. Naona kabisa wanakubali wanakwenda. Na jana hata kabla magoli kufungwa kuna wakati unaona mipira hiyo mirefu ikipitishwa tu wakina Shamua na Unga Tera tu wanakwenda, unaona kabisa kuna jambo hapa. Lile ni tatizo la wale wachezaji wa eneo la ulinzi la Simba kwamba hawako ule utimamu wao wa 100% au ubora wao ni mdogo. Yani sidhani kama ubora unaweza ukawa ni mdogo. Unajua issue inatokea ni timing zako unafanyeje na unacheza na nani. Yani kama utakumbuka tulizungumza hapa, ingekuwa ni ubora wa Kagera, ile mechi Simba kafungwa. Yani hana sare, hana ushindi, kafungwa. Ni kwa sababu klasi ya wachezaji wa Kagera sio leo kwa Young Africans. Na ndio maana jana angalia Mzize goli ambalo alienda akapiga kofi mali kaenda kwenye kibendera. Ametoka na mali katikati ya kiwanja. Ana drive tu watu wanamwangalia huyo. Mpaka kwenye 18 ameingia ndani kapiga vibaya mpira umeenda kwenye kibendera kule. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba hata timing za wachezaji wengi wa Simba zilikuwa mbovu. Mtu anajua kabisa nikipasia pale ni riski, ukipotea tunafanya nini? Na nilikwambia moja kati ya kitu kikubwa ambacho mimi kwa Young Africans na kiogopa ni wakati wakiwa hawana mpira wale watu, kwa sababu wao wanaskani njia za kuondoka tukiupata. Sio namna ya kuupata kwa sababu tutaupata tu. Wakiupata sasa ni hatari. Unaondokea wapi? Na ndio maana ukiangalia muda mwingi unaona pasi inapigwa wide kwa Pacome, ana uwezo wa kuhold ngoma, ana uwezo wa kuchagua mahali pa kupasia na kutengeneza nafasi nyingine mpya. Wao wanapasia, tumeondoka, tumeenda zetu. Kwa hiyo kuna vitu vingi naamini wachezaji wengi wa Simba eneo lao la ulinzi, kuna vitu walikuwa wana miss. Communication pia ilikuwa ni tatizo lingine la Chemalon. Crown Media. Hapa ni nyumbani.